Niko hapa kwa niaba ya uongozi wa Mrima na watu wa Mrima. Mimi na mambo kadhaa ambayo nataka kuyaweka wazi ili yaeleweke, kwa sababu kuna mambo yamejitokeza ambayo hayako sawa. Sasa leo hii tumeamua kuyaweka sawa mambo haya ili watu waweze kwenda pamoja vizuri. Watu waweze kuenda vizuri. La kwanza ni kuhusu tetesi ya ujaji wa waziri kukutana na wananchi. Waziri, sisi wananchi tulimwandikia barua tukamuita ili aje atusemeze kuhusu swala la madini ambayo yanafikiriwa kwamba yako hapa Mrima. Nafasi hiyo kweli waziri alitafuta nafasi yake na akaweza kukutana na sisi na akatuuliza yale aliyokuwa nayo, na sisi tukamweleza kinaga ubaga pasi na kupinga. Kwa hivyo hili swala la kuwa waziri alijijia tu pasi na mpangilio sila ukweli. Waziri sisi wenyewe tulimwandikia barua tukamuita, na barua yenyewe kuthibitisha ndio hii ambayo nimeshikilia. Na barua yetu tuliandika tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2024. Na barua yetu tuliandika kwa sababu kulikuwa kuna wingi wa maneno ambayo yanatokea katika eneo hili la Mrima ambao lilitia watu wasiwasi kuhusu swala hili la madini. Sasa tukataka kujua ukweli ili tutoe ili dukuduku kwa wananchi. Na tulivyomuuliza waziri akatuambia kwamba hakuna hata mwekezaji mmoja ambaye tayari ashapewa hii kazi ya Mrima, isipokuwa tu ni hati za watu. Swala la pili akatuhakikishia kwamba iwapo itatokea basi huyo ambaye atapewa tenda ya kufanya kazi hapa, lazima serikali itakuja nyanjani iweze kueleza wananchi kinaga ubaga kuhusu swala hili la uchimbaji wa madini ama utafiti wa madini wa hapa Mrima. Hapo sisi tukaridhika na tukampatia mapendekezo yetu iwapo itapatikana mwekezaji, na tukatoa masisitizo yetu. Swala la pili ambalo lilichangia sana sisi kumuita waziri ni kuhusu wale watu ambao walikuwa wakija kutoka sehemu mbalimbali na kuadaa watu wa hapa kuhusu swala hili la madini, kwamba wao wawe mbele ama wawe viongozi wa wawakilishi wa watu hapa Mrima. Hilo nalo waziri akatuhakikishia kwamba hakuna mtu ambaye atakuwa juu ya wale wenye husika halisi wa kuhusu Mrima wa Mrima kuhusu swala la madini. Waziri ama serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto itahakikisha kwamba mwananchi amepewa haki yake vilivyo. Swala lingine tuliloongelea ni kuhusu mambo ya tamaduni zetu, tukaongea mambo ya ajira, na hayo yote waziri akatuhakikishia kwamba yatakuwa sawa. Lingine ambalo naomba kuelekea msisitizo ni kwamba sisi tuko tayari kwa mwekezaji yoyote ambaye atatimiza matakwa yetu na masharti yetu kuhusu mradi huu wa Mrima. La mwisho ambalo nitaligusia ni kuhusu viongozi wetu na utendaji wao kazi. Tunawaomba viongozi wetu wawe pamoja na sisi raia wao, kwa sababu sisi ndio tuliowachagua, na waheshimiane hao viongozi wetu ili sisi wananchi wao tusiweze kudhulumika na jambo hili, kwa sababu jambo hili ni jambo ambalo lina manufaa ndio, lakini manufaa lazima yaje vizuri. Naitwa Chigodi Rai. Nimezaliwa hapa na hapa ndo nyumbani. Nafanya kazi Mombasa huko vibarua, lakini nikifa huko nitaletwa wapi? Nyumbani. Wazazi wangu wote wako nyumbani. Ndio maana niko hapa, niko na interest ya Mlima. Kwa sababu madini yakichimbwa, kama ni hasara, tutapata hasara ni sisi. Kama ni faida, tunaomba tu ije kwetu sisi. Na kulingana vile tulikuwa tumeelezewa na vile jana mheshimiwa MCA wetu alivyokuwa kule kwa Joho, alituambia kwamba madini hayajachimbwa, lakini ikipatikana mchimbaji watakuja watu chini, tupate public participation. Yani watu wote wahusishwe, tujue kama ni hasara, tujue ni hasara gani, kama ni faida, sote kwa mjumla. Kwa hivyo kwa kifupi kwamba wananchi tunataka wahusishwe vilivyo ili tujue tutaenda wapi, kwa sababu kuna mambo ya displacement. Tukijua tukutoka hapa tutaenda wapi, nitaenda kuishi vipi? Kwa sababu mimi mtoto wangu najua akiamka asubuhi, hata kama hakuna chakula, atachukua embe, atachukua chungwa, atachukua papai. Kule nitaanza tena je, nitaenda vipi? Nitapatwa ridhaa kivipi? Vitu kama hivyo tutakaweni. Ile tunauliza ni kwamba serikali iwe sawa sawa na wananchi.
county government ambao kwamba imekuwa kwa hii muda mrefu wote. Minister ni juzi tu Joho amepata, lakini swali la kitambo sana. Ni la kitambo sana. Swala la mlima ni la kitambo sana, lakini hatujapata uwazi. Kwa hivyo hii group ilikuwa ni kwamba inauliza kwa serikali kwa sababu ilikuwa hatujui lolote. Lakini walipoambiwa ndo county government imekuja. Hatukatai, ni wetu, watuelezee. But the question is, walikuwa wapi tangu hapo mpaka hao watu wako na Joho? That's the question wananchi wajiuliza. Pili, hatupigani because they knew about it tangu zamani. Lakini leo baada kwa Joho amekuja amesema kwamba mlima ukweli utachimbwa. Kuna mtu wa county alikuwa amesema kwamba hapachimbwi na akichimba tanyoa. Tumebeba wembe. Tumwambie tumebeba ile chimba. Nyoa kabisa. Sisi hatuna vita mlima kwa sababu kama mlima ni wa serikali. Na wakitaka kuchimba tachimba, lakini sisi wananchi wa kawaida tutapata nini? That is our worry. Asante. Assalamu alaikum. Kwa majina mimi naitwa Isa Sarai. Mimi ni kijana mzaliwa wa hapa niko nyumbani. Sasa kitu ambacho sisi tuko na maswali mengi kama vijana, kama jamii, ni kwamba huu waziri Joho hakuja juzi alikuja juzi kwa hii ministry ya mining. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na waziri Mvurya, na Mvurya pia aliwahi kuwa gavana wa hili jimbo kwa miaka 10. Kwa hii miaka 10 yote kulikuwa na fununu ya kwamba mlima utachimbwa. Kwa nini waziri ama aliyekuwa gavana hakuchukua muda wakati huo akatufuata kama jamii, akatuelezea, akaweka mikutano, akatuambia njia ni hii na njia ni hii, msiuze mashamba yenu, msifanye hiki kwa sababu huko mbele kuko na faida hizi na hizi? Kwa nini jana na leo ndio wameamua kutuvamia, kutuwekea mkutano baada ya wao kuitwa na waziri Joho? Hapa kumaanisha kuna kitu kinafichwa. Ni kipi chenye wanataka kuficha wananchi wasikione? Ni kipi chenye saa hizi wamekiona iko haja ya kuweka mkutano watuambie jana ilikuwa? Ni kipi? Tunawaambia hivi, mahali ambapo waziri Joho anasimama kwa cabinet ndipo mahali ambapo waziri Mvurya anasimama. Wangekuwa wamekaa huko nyuma toka mwanzo alafu waje kwetu, lakini kutuvamia sisi hatujajipanga. Wao wamejipanga, jana wakaitwa wakaongea. Jana na leo ni siku kidogo sana. Huu ujumbe wa kwamba tuje kwa mkutano ni wananchi kidogo sana waliopata. Na hao waathiriwa wa huu mlima si hao wenye wako hapa peke yake, ni wengi. Kwa nini hawakupatiana nafasi ya tarehe ndefu ya kwamba baada ya wiki 2, baada ya mwezi tuje tuongee maneno ya huu mlima? Sisi tunataka mlima uchimbwe. Lakini wakati mlima unachimbwa ni tuone faida. Lungalunga hakuna national school hata moja. Lungalunga hakuna hospitali ya kisasa ambayo tunaweza sema hii inaweza tibu watu wetu. Haya ni maneno ambayo kama jamii tunafaa kuyafocus ili atusaidie. Lakini tukiona waheshimiwa wetu tuliowachagua imefika mahali ambapo wanajipigania wao tumbo zao, wakiona bargaining hapa haiko, wanakimbia kwetu mbio na kusema hapa tumekataa, hapa tunataka. Sisi hilo hatukubaliane nalo. Tunasema kama jamii ya huu mlima ni faida ya huu mlima itufikie sisi wa huku chini. Maneno yote ambayo yameongewa kuhusu huu mlima unatuhusu sote kwa njia moja ama ingine. Sisi inatuuma sana tunapoona viongozi wetu ambao tunatarajia watuletee haya maneno nyumbani ndio wanakosana kule. Sisi tutakuwa wageni wa nani? Jambo hili la mlima si jambo dogo. Tumeona mfano ya base miaka ile imefanya pale. Sisi tulitarajia hawa viongozi washikane, waangalie mapungufu yaliyokuwa pale base. Ndio wakati mradi mwingine unapoanza yale mapungufu yazibwe. Kama watangulizi walivyosema mahali hapa, kuna faida nyingi inakuja na mambo ya mradi. Watoto kama sisi, vijana kama hawa, nimeona pale kijana anaingia hajui hata kuendesha baiskeli, amepewa skills, amesomeshwa, amepewa kazi mpaka analipwa zaidi ya pesa ambayo itamsaidia kimaisha. Kuna mambo ya relocation. Mambo ya relocation ni jambo kubwa ambalo linahusisha kila mmoja. Tuliuliza mbunge wetu kuna madini yatachimbwa, tukiuliza MCA anasema mimi sijui habari ya madini. Sasa tukakaa mpaka tukao tumetatizika. Ndio kama vile chama alivyosema akaandika barua kwa waziri Joho. Barua aliandika kitambo, lakini waziri hakuwa na nafasi ya kuweza kukutana na wananchi. Ndio juzi tukaitwa tarehe 8 kukutana na waziri wetu Joho. Namshukuru waziri Joho kwa sababu alichukua hatua ya kukutana na wananchi wake wale wadogo na kuwasikiza kilio chao. Maana kwa ukweli tulikuwa na waziri Mvurya hata hizi tesi zote zikuwa. Na hakuna siku ambayo tuliitwa tukaambiwa kuna hivi wala hivi. Tukiuliza habari ya madini tunaambiwa kuna ndio linafanyika. Sasa sisi tunashangaa. Tumeenda tukakutana na waziri juzi akatuambia yeye anadhamini mwananchi wa ground. Mwananchi wa chini ndio atakayeongea naye. Maana sisi ndio kama madini yatachimbwa sisi ndio tutaathirika hapa. Kwa hivyo sisi hatuna shida, tuko tayari madini yachimbwe, bora tujue tutalipwa nini na tutapelekwa wapi.
na tusifanye kama yale mambo ya Maumba waliofanyiwa 10% wakakoseshwa, mambo mengi wakoseshwa. Sisi tunasema yale yaliyofanyika Maumba yamefanyika Maumba, lakini Mrima sisi tuko ngangari kinoma, tunangojea. Sisi hatuna shida habari ya mradi, kama uje na uje. Sisi tunajua futi zetu ni 6 kwenda chini. Huko wengine kwa serikali. Kama ameona ni vizuri madini ya chimbwe ndio serikali ipate rasilimali za kusaidia nchi, sisi hatuna shida, tuko tayari. Tuko tayari. Na mimi namshukuru Waziri John, nitaendelea kumshukuru maana yeye ndo alichukua hatua kukaa na sisi wananchi wa chini. Na ninashangaa vigogo wanavyosema hawakutambuliwa. Kwani kutambuliwa itwa hotelini? Wamesikia uchungu kwa sababu sisi wananchi tumeitwa. Tukaongea na waziri. Sasa mimi nashukuru Waziri John kwa sababu akutambua sisi wananchi wa chini. Na naomba wananchi, viongozi wetu washikane wote. National government na county government washikane, waheshimiane kusudi hata sisi washikane, hata sisi viongozi wa chini, kae na CFA. Naona viongozi wote tushikaneni tuwe kitu kimoja. Ndio hata investor akiingia huku kwetu akute kuna watu ambao wanajiheshimu na tuna viongozi vizuri. Ndio kama mradi ufanyike kwa njia ya amani. Majina naitwa Omar Hamis Mawaya. Ndimi mkaaji wa hapa na ni mzee pia wa shughuli hizi. Kwa maana hiyo mimi nilikuwa nataka kuongea kidogo tu ili niwe mfupi kwa sababu wakati umeisha. La kwanza ni ile barua iliyoandikwa ikaenda kwa Joho na Joho akatuita. Hilo la kwanza sisi tulifurahia kwa Joho kwa sababu alisema hatuongei kitu chochote sisi hapa mpaka nyinyi wananchi mpate habari zote. Kama nkuuza ni nyinyi, kama nkodisha ni nyinyi, kama ni kusema sisi tunataka tupeane mlima bure ni nyinyi. Sasa ili limenifurahisha na mimi nikaona kwamba hapa kuna ukweli kuliko wale wengine hawajatuambia maneno kama haya. Na huyu ni waziri, kwa hivyo wote ni wadogo, huyu ni mkubwa. Kwa nini hawa sasa waleta kelele? Sasa mimi najitolea kwamba hapa muelewe kwamba sisi tumekubali mlima uchimbwe, lakini kwa masharti yetu. Na ni hayo masharti yaliyotajwa kwa Joho. Nipeni makofi bwana. Alafu ngoja sikiza bwana. Wewe umekuja hapa, tulia kidogo. Kidogo ni si ni hapa. Sasa kulingana na huu mlima umekuwa na wazungu 7. Wa kwanza Hoblo, wa pili Abdul, wa 3 Gazi, wa 4 George, wa 5 Riot, Harrison, David. Wazungu hawa 7 ni wazungu ambao walichimba mlima sisi tukiona hivi. Na hatukuna mtu mmoja aliyekufa juu ya huu mlima kwa sababu na madini yana hivi. Hii si yote madini mbona sisi hatufi? Kwa sababu gani? Tuko hapa na sisi tunaona kwamba huu ni ukweli. Lakini kama serikali atakuchimba na hiyo masharti tupatiwe, kama wataka kukodisha shamba lako kodisha. Kama wataka kuuza uza, wewe ndio ukale pesa zako. Sasa hili ndio lilikuwa tulikitafuta kwa hao wengine wote. Hatukulipata jawabu lake kama vile tulivyoambiwa juzi. Kwa neno hili nasema wananchi msione kwamba sisi tutembea. Hawezi kutembea nyote na gari moja mkajua haya maneno. Kwa hivyo sasa anakuja cheni, vumilieni mtayaona. Lakini tunatafuta haki ya mwananchi wa Mrima. Tumeenda hata Nairobi kuipigania haki ya Mrima, nilienda na madam. Kwa hiyo hakuna haki ambayo tunatafuta ya mimi binafsi. Rai yangu kubwa ni kuhusu mashamba ya Mrima. Tatizo ambalo nilikuwa nalo kuliona ni title. Na hili neno limekuja vile ambavyo watu hawakujipanga kwa usana mtu shamba yake kuchukua title. Kwa hiyo nipende tu kwamba kwa rais na waziri yuaja Mrima, lakini ajue tatizo sugu ni title. Kwa hiyo kama ataleta mambo ya title mwanzo alafu ndo aseme huyu afanywe hivi, huyu alipiwe hichi, naona hicho kitakuwa kidonda sugu kama sisi wakazi wa Mrima, maana mashamba mengi title hawana. Hilo ndilo ombi langu, lifike kwa rais na lifike kwa waziri, ajue yuaja kwa wanyonge na ajipange kumchukua mnyonge vile alivyo, amlipe haki yake na maisha yaendelee.